Naam, karibu sana mtazamaji wa Jehova Jireh TV. Hii ni Ngome Review na mimi ni Johnson Jackson WJ, balozi wa vijana. Leo hii nitakupitisha kwa tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 chini ya mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, yale yote ambayo yalifanyika siku hiyo ya Ijumaa. Na mtazamaji wa Jehova Jireh TV, kuna matendo makuu ya Yesu Kristo alifanyika katika madhabahu ya Yesu Kristo Ngomeni Kimara Temboni chini kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Hakika tumeona namna ambavyo Yesu amekuja na ufunuo tofauti. Tunaimba, tunaabudu, tunasifu, tunapiga tenzi za rohoni, tukiimba kwa kumaanisha, kwa kuzama, kwa kuita roho ya Bwana itembee katika maisha yetu. Na tumeona upako wa papo kwa papo. Hapo baada ya maombi, baada ya kuimba tenzi za rohoni, Mungu akatembea katika ibada ile ya siku ya Ijumaa. Hakika tumeona watu wakapokea uponyaji wao siku ile ile. Tunaita upako wa papo kwa papo. Tuwatazame hawa ambao walikuwa wanashuhudia namna ambavyo Yesu ametenda mambo makuu. Lakini huyu nilimpenda zaidi, ambaye mama yake alikuwa hawezi kutembea, lakini baada ya kutembea yeye mwenyewe alichekelea, akafurahi, akaenjoy. Na wewe najua ukija ibada ya Jumapili utaenjoy zaidi. Kwani kuna mama yuko hapa. Ndani ya miaka 25 alikuwa hawezi kutembea. Alikuwa na matatizo ya mguu, ndio kumpelekea kwamba asitembee ndani ya miaka 25. Lakini pia wakati huo macho yake yalikuwa hayaoni. Macho nayo alikuwa amekufa. Ndio hapa amekuja na mtoto wake. Wamesema amekuja na pikipiki kutoka nyumbani. Na aliposhushwa pale ameingizwa kanisani kwa wheelchair. Akiwa anabebwa na gari. Wheelchair. Lakini sasa hivi baada ya maombi haya ametembea mwenyewe kutoka kwa wagonjwa. Kasimama mwenyewe Paka amefika hapa mbele mwenyewe. Anatembea mwenyewe. Anatembea mwenyewe. Ndio huyu hapa. Ndio huyu hapa. Wewe kwa nini umekaa kwenye kiti chako? Inuka juu, mpigie Yesu makofi makubwa. Ongeza shangwe nyingi kwa Yesu Kristo. Yes. Unaona miaka 25. Miaka 25 ni mtoto wake huyo hapa. Huyu ni mtoto wake. Ndio. Unaitwa nani dada? Neema Eliasi. Unaitwa Neema Inyasi? Ndio. Mbona una raha sana? Mamangu miaka 25 anateseka. Lakini baada ya kumleta siku ya Pasaka, nikaa naugulia nyumbani, nachukua vifaa vya kiroho. Baada ya hapo leo nimekuja na kitreli tu mpaka hapa. Umekuja na wheelchair? Kutoka hapo mamangu narudi nyuma pale, nakuta mamangu kasimama. Kasimama mwenyewe. Huyu hapa. Ndio huyo anatembea. Wewe unangoja nini? Nyanyuka kwenye kiti chako. Na wewe uchumi wako utasimama. Biashara zako zitasimama. Ofisi yako itasimama. Rokaji usema nimepokea tayari. Nimepokea tayari. Afanyaye mambo makubwa, Yesu Kristo anayeishi yuko hapa. Na wewe kila tatizo limeisha leo. Mama unaitwa nani? Hebu mpe, unaitwa nani? Naitwa Eliza. Eliza. Macho yalikuwa yamekufa, hayaoni. Macho hayaoni. Na miguu haitembei. Sasa hivi Yesu amekusimamisha, unatembea. Makofi tena mazuri kwa Yesu popote ulipo. Kuanzia leo matatizo yote yamekwisha na hayatarudi tena. Baba, kuna muujiza hapa. Kuna huyu mama kwa muda wa miaka 14. Miaka 14. Kichwa chake ndani kama gari ilikuwa inaunguruma. Kulikuwa kuna mgurumo kichwani. Ndio. Ukasababisha masikio asiweze kusikia. Masikio yakawa yasikii. Na jicho moja likawa halioni kabisa. Uliposema gusa mahali panauma, akagusa. Ndio. Akasikia tetemeko, si tetemeko. Kama mikasi inapishana inakatakata. Baadaye akadondoka. Akaamka. Amejiona anaweza kuona. Ameweza kuona. Na mungurumo umeondoka. Mungurumo umetoka. Amepona. Kila tatizo kwenye maisha yako linaondoka sasa hivi. Rokaji usema achia. Unaitwa nani mama? Naitwa Rozi Mama Rozi, ongera sana. Yesu amekukumbuka leo. Ndio, amenikumbuka miaka 14. Miaka 14.
baadaye kichwa kinanguruma tu kama gari. Kama gari. Ndio, sikio nalo likafa la upande wa kushoto. Mpaka leo nilivyokuja hapa. Ndio. Nilikuwa naumwa. Unasikia hiyo hali? Ndio, alafu tena jicho nimeshangaika nalo tangu mwaka jana mwezi wa 8. Kwamba halioni. Halioni, alafu linatoa maji. Linatoa maji. Ndio. Sasa nini kimetokea hapa? Nimefika hapa tu uliposema shikeni mahali panauma. Nimeshika tu hivi, basi nimeona nimepona kabisa, najisikia vizuri. Jicho limeona. Munguruma umepotea. Yesu Kristo aliyepoteza maumivu na mingurumo na kufungua macho yako, afungue na maisha yako yote. Na matatizo yasirudi tena. Kwani kuna mama yuko hapa. Yeye anasema alikuwa na uvimbe kwenye kizazi ndani ya miaka 2. Uvimbe kizazi miaka 2. Miaka 2. Ndio. Ambapo kwamba ulimpelekea pia kuwa na maumivu makali sana. Na alikuwa akigusa alikuwa anausikia. Sasa anasema leo hapa sasa hivi uliposema kila mtu ashike mahali panapo tatizo. Ndio. Yeye akagusa pale penye uvimbe. Anashangaa ghafla akasikia kama kuna tetemeko ndani ya tumbo lake. Alafu anakuja kucheki baada ya maombi uvimbe hakuna tena. Uvimbe umepotea. Umepotea kabisa. Ninatuma tetemeko kwenye biashara yako. Tetemeko kwenye familia yako. Kila tatizo lipotee, likuachie saa hizi. Rokaji usema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Na yasirudi tena. Unaitwa nani mama? Naitwa Sofia Musa. Sofia Musa. Ndio. Uvimbe umekuwa nao kwa muda gani? Miaka 2. Ndani ya kizazi. Ndio. Umekuwa unakusumbua. Ndio. Yesu kafanya nini baada ya ibada ya leo? Baada ya ibada ya leo uliposema shika sehemu inayouma, nikashika. Ndio. Baada ya hapo nikaona uvimbe umetoweka. Ukikamata hakuna tena. Hakuna. Kila tatizo kwenye familia yako linatoweka kuanzia sasa. Na yasirudi tena. Mikono mikubwa kwa Yesu Kristo popote pale ulipo. Kwenye simu. Watu wamefufuka. Ndio. Kwenye simu watu wamefufuka. Wamefufuka. Wewe. Wewe. Yes. Kwa mama ngome ni kwa Yesu vigegele. Chapa. Nini kimetokea? Anaitwa Godwin kutoka kambini Mbulu. Anasema nilikuwa na maiti najiandaa kuipeleka mochwali. Na akafungua macho na kabuka. Unapokuwa umekaa kwenye kiti, kuna mahali unachelewa. Na kule studio. Wewe kata simu. Wewe. Unasema nini? Irudiwe. Anasema anaitwa Godwin kutoka kambini Mbulu. Kutoka kambini Mbulu. Ndio. Nilikuwa na maiti najiandaa kuipeleka mochwari. Maiti imekufa, anataka kupeleka mochwari. Anasema na akafungua macho na kafufuka. Kafufuka sahihi. Ninaamuru kila kilichokufa kwenye maisha yako kifufuke sahihi. Kwenye gorofa bado mmepoa sana. Maiti imenyanyuka Mbulu. Maiti imenyanyuka Mbulu. Na yoyote uliyemwakilisha hapa aliyekufa kinyume cha utaratibu, ninaamuru anyanyuke huko aliko. Roka ni usema nyanyuka.
Naam, bila shaka umeweza kujifunza kitu na umepokea baada ya kusikiliza shuhuda za wapendwa ambao Bwana aliwatendea papo kwa papo na kupata nafasi ya kujitokeza mbele kushuhudia yale ambayo Yesu ameyafanya. Lakini sasa hebu tukatazame kwa sehemu tu somo ambalo mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha aliweza kufundisha, linaposema kwamba sadaka ya unga na kinywaji imeondolewa nyumbani mwa Bwana na makuhani wanaomboleza. Tutazame. Tani ameshinda. Kwa jina lake Bwana Yesu. Yohana 6 na mstari wa 56. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 56, nasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Aulaye mwili wangu, mwenye kuula mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, huyo hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake, na mimi hukaa ndani yake. Oh yes. Faida nyingine ya kula mwili wa Kristo kama sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji, yes, ni Yesu kukaa ndani yako. Amina. Na wewe kukaa ndani yake. Oh yes. Unakula tu kile kimkate kile, sawa, na kunywa ile divai. Yesu anakaa karibu anakaa ndani. Amina. Yako. Yes. Na wewe unakaa ndani yake. Amen. Kwa nini? Yes. Kwa sababu kufanikiwa kwako, sawa, kwenda kwenye hatima uliopangiwa na Mungu. Sema amen ya Raha. Amina. Bila Yesu kukaa ndani yako, oh yes, na wewe ndani yake, hauwezi kuiendea hiyo hatima. Fuatana Yohana, yes, ile sura ya 15 sawa, na mstari wa 3. Yes. Kitabu cha Yohana 15:3 ninasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Ninyi mmekwisha kuwa safi. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Hii ni kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu. Kaeni ndani yangu. Nami ndani yenu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Kadiri ambavyo tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu. Kama halitakaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Msipokaa ndani yake. Mstari wa 5. Mimi ni mzabibu. Ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake. Mtu atakayekaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyo huzaa sana. Sana. Faida ya kuzaa. Kuzalisha. Oh yes. Kuongezeka. Kukaa ndani ya Yesu. Sawa. Na Yesu kukaa ndani yako kwa njia ya sadaka ya unga. Oh yes. Na sadaka ya kinywaji. Amina. Lazima uzae sana. Haleluya. Mchawi asikutishie. Nitakuloga. Mwambie hata mimi madhabahu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kukuharibu. Inaweza. Gusa uone. Usitishike na uchawi, wala usitishike na uganga. Sema amen na ubarikiwe. Usitishike na waovu. Sema amina ili ubarikiwe sana. Amina. Nataka nikwambie, sawa, siku Mungu aliyopanga utakufa ndio hiyo siku utaondoka. Hiyo. Haijalishi wachawi wamejipanga wengi kwa kiwango gani. Haijalishi. Watapambana, watatega hiki, watafanya kile, watakulisha kile, watashangaa unaendelea. Wanakukuta mtaani. Mazishi walishapanga. Jeneza walishaandaa. Misiba walishamaliza. Matanga walishayapanga. Lakini wanashangaa unaendelea. Mwezi wa 6, wa 5 umevuka, wa 6, wa 7, wa 8, wa 10, wanasema wa 12 avuki. Wanashangaa wa kwanza. Roka juu sema imeshakuwa. Japa. Usiogope. Kwa sababu mtu aishi kwa mkate. Kama ulikuwa unaishi kwa mkate, siku ukiishiwa mkate, ungekuwa umekata na moto. Lakini unaishi kwa neno lichotalo katika kinywa cha Bwana. Aliamuru ataitimiza hesabu ya siku zako. Hakuna mtu atakayeikatisha. Tangazo. Roka juu sema imekwisha kuwa tayari. Imekwisha kuwa tayari. Piga sauti sema imekuwa tayari. Imekuwa tayari.
Kwa lazima ufahamu. Hebu soma pale. Kitabu cha Isaya sura ya 6 na mstari wa 8, ninasoma kwa jina la Yesu. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema. Nikaisikia sauti ya Bwana akisema. Nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema. Mimi hapa nitume mimi. Ni mimi hapa nitume mimi. Shaka umeweza kutazama kiduchu tu ama sehemu fupi tu ya yale ambayo yalitokea mengi katika siku ya Ijumaa ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 2025, ngome ya Yesu Kristo headquarter kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Basi niseme sana, wewe endelea kuwa na sisi katika hii television ya Jehovah Jireh TV, lakini kubwa zaidi usisahau kuandika ama kuweka alama ya tarehe 27 ya mwezi wa 6 2025, ambapo utakuwa ni mkesha mkubwa wa chuma unoa chuma. Hiyo usikose, wa mkoani mpaka wa nje ya nchi watakuja hapa. Wewe wa Dar es Salaam Vingunguti, unasubiri nini? Uje siku hiyo uweze kupokea yale ambayo Mungu ameyapanga siku hiyo kwenye chuma unoa chuma ya tarehe 27 ya mwezi wa 6. Mkesha mzuri sana. Sasa vile vile siku ya Jumapili ni kualike pia kwa niaba ya mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, tutakuwa na ibada ya meza ya Bwana, mwili wake na damu yake. Unajua ni nini? Unajitakasa alafu kupata ule mwili ili ziweze kujengeka baraka katika maisha yako. Usipange kukosa, uje na wote ambao wanakuzunguka katika nyumba yako. Karibu sana. Mimi ni Johnson Jackson Double J, balozi wa vijana. Kinyuma kamera alikuwa Eli Bariki, lakini pembeni yake ni Shedrack.